Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana ni mwema na wakati wote. Basi ni jambo la kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ametupatia nafasi nyingine ya kuja mbele zake katika ibada. Jina la Bwana na litukuzwe. Ya, nafahamu ya kwamba kila mmoja na ratiba zake, lakini ikiwa Mungu anatukumbusha na kupatia nafasi nyingine ya kuja miguuni pake, basi ni jambo la kumshukuru sana Mungu. Katika siku ya leo ya tafakari ya maombi, siku ya leo ni ya Jumatano, tunafahamu ya kwamba ni siku ya kusogea miguuni pa Kristo tukitafakari maneno yake. Katika siku ya leo napenda tujifunze somo moja ambalo lina kichwa kinachosema imani ya kweli. Yawezekana una imani, yawezekana tuna imani, lakini ipo imani ya kweli ambayo katika siku ya leo ya ibada tutakwenda kutafakari kabla ya kuingia katika maombi. Kabla ya kuanza, tufumbe macho tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba na Mungu wetu uishie mahala pa juu mbinguni, tuna kila sababu ya kushukuru jina lako kwa jinsi ambavyo umetupatia nafasi ya kuja miguuni pako. Tunapoelekea kutafakari maneno haya, tunaomba ya kwamba Roho Mtakatifu akawe nasi, ili basi somo hili likawe baraka kwa kila mmoja wetu. Ndivyo tuombavyo kwa jina la Yesu, amina. Somo linasema imani ya kweli, na tutajifunza kisa kimoja katika kitabu cha Mathayo 8 mstari ule wa 6 hadi ule mstari wa 10. Nitasoma katika kitabu cha Mathayo 8 fungu la 6 hadi la 10. Kisa hiki nadhani kila mmoja anakifahamu. Ni kisa cha Akida. Akida ambaye tunamfahamu huyu alikuwa ni Mrumi. Sio Mrumi tu, lakini alikuwa ni mpagani. Katika mstari wa 6 kisa kinaendelea kikisema kwamba huyu Akida alimsihi Yesu akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yawezekana tunakisoma hichi kisa kwa juu tu, tusielewe namna gani ambavyo Akida alitamani Yesu afanye jambo. Jambo la kwanza, anamwambia kwamba Yesu mtumishi wake yuko wapi? Nyumbani, amepooza, amelala. Lakini hajaishia hapo, anamwambia Yesu kwamba anaumwa sana. Hapa tunagundua namna gani ambavyo Akida alihitaji msaada wa haraka wa nani? Wa Bwana Yesu. Lakini katika ule mstari wa 7 Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Bwana Yesu asifiwe. Lilikuwa ni jibu rahisi sana la Yesu kwamba nitakuja nimponye, maneno mawili. Lakini ukiangalia hili jibu ni la uhakika ya kwamba kwa hakika Yesu amepokea ombi la Akida huyu ya kwamba anakwenda kumponya mtumishi wake. Lakini si kwa wakati huu, ni wakati wa nini? Kwa baadaye. Lakini Akida hapa anamwambia Yesu kwamba mtumishi wangu anaumwa sana. Jibu ambalo alijibu Akida katika ule mstari wa 7 anasema, mstari wa 8 anasema, yule Akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Bwana Yesu asifiwe. Ukiendelea kusoma hichi kisa, Yesu anaona kuna imani kubwa sana ndani ya Akida huyu, ya kwamba sio lazima Yesu ufike nyumbani mwangu, yaani hustahili kabisa, au mimi sistahili wewe ufike. Jambo moja, sema neno tu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiendelea na hichi kisa au kitafakari zaidi, tumesema kwamba Akida huyu alikuwa ni Mrumi, mtu ambaye kwa hakika wakati Yesu anasema kwamba hajaona mtu mwenye imani katika taifa hili la Israeli, jambo la kwanza, wana wa Israeli walipokuwa wakimtazama yule Akida, alikuwa ni Mrumi, alikuwa ni mpagani, hamjui nani? Hamjui Mungu. Lakini jambo la pili ambalo wana wa Israeli walikuwa wakimtazama yule Akida ni kwamba yeye anachukiwa mbele za Mungu, maana ni Mrumi, mazingira ambayo alikuwa anaishi, kwa alikuwa anajua kwamba huyu Akida mbele za Mungu hastahili kabisa.
Akida ambaye hakuwa na nafasi kabisa ya kusoma maandiko ya Mungu, hakuwa na nafasi kabisa ya kukutana na maandiko ya Mungu mahali popote pa kazi. Lakini tunakuja upande wa pili, wana wa Israeli ambao wako na Yesu siku nyingi sana. Kila siku wanasoma maandiko matakatifu, wanasoma magombo, wanaingia katika mahekalu ya ibada, wanapata nafasi ya kutafakari neno la Mungu, lakini Yesu anakuja kutamka ya kwamba huyu mtu ana imani, mtu ambaye jamii haikutarajia. Jambo la kujifunza ni lipi? Jambo la kwanza, akida alifahamu ya kwamba kuna nguvu katika nini? Katika neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana katika maisha yetu tunakuwa wana wa Israeli wa kipindi kile, ya kwamba wanasoma maandiko, wanafahamu kila kitu, wanajua nguvu ya neno la Mungu. Hebu tusome katika kitabu cha Isaya, Isaya 55 mstari ule wa 10. Namna gani ambavyo Mungu anasema kuhusiana na neno lake. Katika kitabu cha Isaya 55 fungu la 10 na 11, neno la Bwana linasema hivi: maana kama vile mvua ishukavyo na seluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinyeshea ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama vile akida alifungua kitabu cha Isaya katika ili fungu ya kwamba kumbe neno la Mungu, jinsi ambavyo tunaona kwamba mvua ikinyesha lazima michi itafanyaje? Itaota. Ndivyo ambavyo neno la Mungu lilivyo, kwamba Mungu anapotamka jambo, wana wa Israeli walikuwa wakisoma baraka nyingi za Mungu ndani ya maandiko. Ahadi nyingi sana walikuwa wanazifahamu, lakini walikuwa hawazitumaini, walikuwa hawaziamini kabisa. Ni anasema kwamba katika maisha yetu sisi kama wanadamu hatuwezi kujitegemea wenyewe tukafanikiwa. Kile ambacho alikifanya akida ni kwamba yeye aliamini ya kwamba hawezi kufanya jambo lolote. Na ujiulize ya kwamba huyu akida alipata nafasi gani au alipata muda gani kwa kukaa chini na kuwaza ya kwamba mtu ambaye atamponya mtumishi wake ni Yesu. Kumbuka ya kwamba tunasema kwamba huyu akida alikuwa ni Mrumi. Alikuwa na nafasi ya kukaa eti kusikiliza au kuingia hekaluni kutafakari habari za huyu Yesu, ya kwamba ana nguvu. Kumbuka muda huo wana wa Israeli wapo na Yesu miaka miwili inaenda miaka mitatu, lakini wengi wao walikuwa hawamwamini kabisa. Lakini akida, mtu ambaye alikuwa hafai kabisa, anakuja kuamini ya kwamba hatakuja kufanikiwa katika maisha yake isipokuwa nani? Isipokuwa Yesu pekee. Isipokuwa Yesu pekee. Jambo la kujifunza la kwanza, tukiachana na wana wa Israeli hao ambao walikuwa wakishangaa kwamba inakuwaje Yesu atamke kwamba huyu akida ana imani kuliko wao. Wazee wa imani, walimu wa mafundisho wamekaa na Yesu, wamesikiliza mengi, lakini hawana imani. Hata katika maisha yetu yawezekana tunasali sana, tunasoma neno la Mungu, lakini kitu cha msingi cha kuondoka nacho katika mchana wa leo ni kuamini nguvu za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Naamini ya kwamba hata wewe una visa vingi sana, hata mimi na shuhuda nyingi sana pale ambapo maybe nilikuwa na changamoto fulani nikajitahidi kuitatua pasipo kumshirikisha Mungu. Naamini ya kwamba unafahamu matokeo gani uliyapata. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi, naamini 100%, nyakati kama hizo zimekuwa ni nyakati za kushindwa. Yaani pale ambapo una changamoto fulani, unapitia hali fulani, alafu ukamsahau kumshirikisha Mungu, ukatumia njia zako. Pengine ukasema kwamba labda mtu fulani atanisaidia. Pengine ndugu yangu nikimweleza changamoto atanisaidia, ukafanya hivyo. Kwa uzoefu wangu ni mara nyingi sana nimeshindwa, sikufanikiwa. Lakini pale ambapo naamini ya kwamba utakuwa shahidi, utakapopiga magoti na kumwachia Mungu ya kwamba hapa siwezi kufanya lolote pasipo wewe, kwa hakika Bwana alitenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hicho ndicho ambacho alichokifanya huyu akida, ambayo wana Israeli walijua kwamba yani huyu mbele za Mungu ni machukizo kabisa. Lakini alichokifanya ni kwamba yeye aliweka imani yake 100% mbele za nani? Za Mungu. Jambo la msingi, hebu tafakari, ingekuwa ni wewe, Yesu anakuambia kwamba nitafanyaje? Nitakuja kufanyaje? Kumponya. Lakini bado kuna ile imani, yani
ndani yako kuna imani kubwa ya kwamba sio lazima Yesu aje kabisa, ila akitamka neno atafanyaje? Atapona. Hiyo ndio imani ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Imani ya kuamini ahadi za Mungu, imani ya kuahidi kile ambacho Mungu anakinena. Unajua, katika dunia hii ya Ukristo, mara nyingi tunapopata changamoto mbalimbali, pengine tunaugua, pengine yani tunakuwa na farijiko zaidi pale ambapo watumishi wanafanyaje? Wanatutembelea. Labda mzee wa kanisa amekutembelea nyumbani, mchungaji kafika kuja kukuombea. Kuna namna fulani, yani utafiri ya kwamba kwa hakika kuna watu wanafanyaje? Wananijali. Unakuta mtu pengine anapitia changamoto mbalimbali akiwa peke yake, hata kama akisoma neno la Mungu, yani haisi ya kwamba kuna faraja au tumaini. Lakini wakija watu kumtia moyo, anahisi farijiko. Unaweza ukajiuliza kwamba ni kitu gani kinatokea? Yaani huyu akida, yani hakumhitaji Yesu aje nyumbani mwake, au wanafunzi 12 waje, au viongozi wa kidini waje wamtie moyo. Hapana, alihitaji nini? Neno la Mungu. Kwa nini? Alifahamu kwamba kuna nguvu katika neno. Bwana Yesu asifiwe. Ni mara ngapi tunafahamu nguvu ya Mungu, tunafahamu kabisa ahadi za Mungu. Bwana anasema kwamba tujapopita katika pengine shida, changamoto, yeye yupo pamoja nasi. Lakini wakati huo ukifika, wakati wa majaribu, yani tunasahau kabisa kwamba kuna ahadi ya Mungu ya kutupatia nguvu. Pengine ni kwenye mitihani, tarehe 20 ngapi tunaanza mitihani? 21, test 2. Yaani kuna mtu hapa anasoma, anaamini kwamba Mungu atamsaidia, lakini muda ukifika akilini anawaza mambo ya formation. So wapo watu kama hao. Yaani unasoma kabisa, unaamini kwamba hapa niliposoma nimefanya sehemu yangu, Mungu atanisaidia, lakini muda ukifika kuna ile hali fulani ya kwamba nisipokaa na mtu fulani sitafanya mtihani. Manake hapo hata hujamwamini Mungu, hujaamini ulichokisoma, ulichofanyaje. Kuna wengine pengine ni hata siku ya Sabato inafika, unawaza mtihani lini? Jumatatu. Mbona sijasoma vitu vingi sana? Kwa hiyo unakuta hata Sabato haijaisha, wewe bado upo kwenye nini? Kwenye kusoma. Hapo ni kwa sababu yani uamini. Wakati mwingine tunapata changamoto za kupangiwa vipindi siku ya Sabato. Siku ya Sabato unapangiwa kipindi au Ijumaa jioni. Lakini unaogopa kwamba hivi nisipoingia nitafaulu ili somo. Nitafaulu au nitafeli. Kwa hiyo kunakuwa na hali ya mashaka. Mfano mzuri kwangu ilikuwa ni nadhani Sabato kama 3 zimepita. Ilikuwa ni siku ambayo supervisor alituita kwa ajili ya nini? Ya project. Kwa hiyo katuita pale, ilikuwa ni Jumaa usiku. Akasema kesho Jumamosi saa 4 nitafanyaje? Nitawahitaji mje ili niweze kufahamu maendeleo yenu yakoje. Of course niliwaza sana kwamba inakuwaje? Kesho ni nini? Ni Sabato. Na changamoto ya walimu wetu wanapenda kutumia mfano mmoja kwamba hivi ng'ombe akiingia shimoni siku ya Sabato, utamtoa utamwacha? Hivi tunajibuje? Tunamtoa, si ndio? Kwa nikawa natafakari, ila nikamwambia Mungu, hebu nisaidie ili wazo la project lisije akilini. Sabato ikapita hivyo. Sasa nikaomba kwamba maybe Jumapili atatuita, hakutuita. Jumatatu atatuita, hakutuita. Akaja kutuita siku ya Ijumaa. Sasa ile siku ya Ijumaa nimefika pale, of course nilikuwa na hofu ya kwamba wenzangu walienda Jumamosi, na kwenye group akatuma ujumbe pale kwa watu ambao hatukuenda. Sasa nakumbuka nilikuwa nimevaa t-shirt langu ile la Tukasa. Of course ilinisaidia sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nilipofika pale, kwanza akasoma jina Tukasa Musti. Sijui alikuwa anaifahamu. Akaniuliza swali moja, hivi mama yako akiumwa siku ya Sabato utampeleka wapi au utamwacha tu? Nikamjibu, bwana, akiumwa tunampeleka hospitali. Kumbe alivyojua kwamba ni Tukasa Musti, ajue huyu mtu nini, ni Msabato. Kwa akasema, kwa hiyo mimi nakwenda kwenye project uje siku ya Sabato. Nikamweleza, bwana, mimi mwalimu, siku ya Sabato ni siku ya nini? Ya ibada. Akanielewa, tukapiga story nyingine sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikawa nawaza kwamba hivi ile Jumamosi maybe ningejichanganya. Venus karibu hapo, kwa nini sikimbie hapo? Lakini kuna muda kama nilivyosema kwamba tutakapotumaini nguvu zetu wenyewe tutafeli kabisa. Lakini pale ambapo tutamshirikisha Bwana, kwa hakika Bwana atatusaidia. Basi mchana wa leo likawe tafakari letu
katika kisa hiki cha mtumishi huyu cha akida ambaye watu walimuona hafai, lakini Yesu anatangaza ya kwamba ndiye mtu wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu atusaidie katika kila magumu ambayo tunayapitia, changamoto mbalimbali. Tunapokumbuka ahadi za Mungu, tuamini ya kwamba Bwana atatenda. Basi Bwana atubariki. Tunapoingia katika maombi, tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba na Mungu wetu ushie mahali pa juu mbinguni, kwa jinsi ambavyo kwa hakika umetupatia tafakari hii njema. Tunaomba ya kwamba kila mmoja wetu ukampatie imani ya kweli. Wakati mwingine tunapopitia katika changamoto, tunapopita katika majaribu, kwa hakika tunakumbuka ahadi zako, lakini bado tunashindwa kuziamini. Basi tunaomba ya kwamba mchana huu wa leo kila mmoja wetu ukampatie imani ya kukuamini wewe katika nyakati za raha na shida. Ndivyo tuombavyo kwa jina la Yesu, amina.